Mtazamaji, huu ni mtaa wa Ofconi Stand, Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Leo tumetembelea hapa kuja kuzungumza na ndugu yetu huyo Bwana Marijani. Ana mtoto ambaye anaitwa Tariq, mtoto wake kumzaa mwenyewe ana umri wa miaka 4. Mwaka 2025 mwezi wa 12, huyo mtoto alikunywa kemikali ambazo zinatumika kutengenezea sabuni za mwani. Na mara baada ya kunywa hiyo kemikali alikuwa hajui. Baada ya hapo akahangaika naye sana kwa ajili ya kuweza kupata huduma, kumpatia huduma mtoto. Sasa tumemtembelea nyumbani kwake kwa ajili ya kuweza kupata taarifa kamili, kwa sababu kwa sasa hivi mtoto anakula kupitia mirija maalum, anakula kwa kutumia hiyo mirija ambayo amepewa hospitali ya Muhimbili. Ilikuwaje? Tumekuja kuzungumza naye ili atuambie jinsi ilivyokuwa. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Tafadhali baki nasi. Bwana, kwanza pole. Asante. Mimi naitwa Marijani Ali Isa na Ngumi. Tuambie huyu mtoto, tupe kisa sasa hiki cha kunywa kemikali. Huyu mtoto kuna shangazi yake anaishi Magomeni hapa Mtwara. Alitoka na mama yake wakaenda kumtembelea. Baada ya kufika kule, kwa sababu ya jua, amefika kule akamwomba shangazi, anahitaji maji ya kunywa. Shangazi yake akamwambia nenda ndani ukachote. Yule dada ni mjasiriamali, anatengeneza sabuni za mwani na sabuni za magadi. Kwa hiyo zile kemikali huwa anazihifadhi tu ndani, kwa sababu pale haishi na mtoto. Basi akafika, yeye ilikuwa hajui ndoo ya maji kwa wapi, ndoo ya sabuni kwa wapi. Yeye akachota akanywa. Baada ya hapo akakimbiziwa hospitali ya kituo cha polisi Mtwara, akapata huduma ya kwanza, akarudi nyumbani. Jioni tunamwona hali yake haikuwa mzuri, akatoka tena akapelekwa hospitali ya Ligula. Baada ya hapo tarehe 6, tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9 tukaruhusiwa, tukarudi nyumbani. Akipewa chakula anakula kidogo, muda mwingine hali kabisa, na muda mwingine ilikuwa ukimpa chakula yani analia kabisa, hataki hata kukiona. Kwa mwanzo kujua labda ni utoto tu, ikawa tunamlazimisha, tunamgomea. Ile hali ikaenda, tukaanza kuhangaika naye kwenye hospitali. Tumezunguka sana hospitali za hapa mjini zote, tukaenda mpaka hospitali ya mkoa wa Lindi, tukarudi naye. Mwisho wa siku tukapata rufaa kutoka Ligula, tukaenda naye Ndanda. Kufika Ndanda tukaenda kwenye vipimo, tukapima kipimo cha ODG. Ikaonekana sehemu yake ya chakula, mfumo wake wa chakula, kuna sehemu pameziba, na walijaribu kupatanua lakini ikashindikana. Tukaambiwa huyu mtoto inabidi apelekwe Muhimbili, na gharama zake kutokana na sukari yake inashuka. Kwa hiyo tukisafiri kwa njia ya basi ni hatari zaidi. Kwa hiyo tukaambiwa inabidi ambulance, na ambulance gharama zake wakatuambia 1,500,000. Kutoka Ndanda kwenda Muhimbili. Kutoka Ndanda kwenda Muhimbili. Na kwa kipindi hicho hiyo 1,500,000 ilikuwa hatuna. Basi yule daktari akatushauri labda mkaongee na watu wa ustawi wa jamii. Tukaenda tukaongea nao, na daktari mwenyewe akatusaidia kuenda kumwelekeza zaidi. Basi yule mtu alikuwa muungwana, akailipia. Ina maana ustawi wa jamii ukalipia zile gharama. Tukaondoka tukaenda Muhimbili, tukamwambia inabidi afanye tena kipimo cha OGD. Akafanywa kipimo, mwisho wa siku kile kipimo nacho kikashindikana vile vile. Akiweza kuingia kutokana na simu yake ya kupitisha chakula imeziba, ina maana hadi huo mpira kwa ajili ya kutanua haiwezekani, haiwezekani kupita. Akaambiwa inabidi aonane na Profesa Martin kwa ajili ya kufanya operation. Basi siku ile tarehe 30 mwezi wa kwanza tukaruhusiwa, tukaja Mtwara. Kipindi hicho hajakula chakula chochote, na hawezi kabisa kula.
tukarudi naye mpaka Mtwara. Wakati huo anakulaje? Hapana, ilikuwa hali chakula chochote kile. Yaani ni madrip tu ya kumuongezea nguvu. Basi mwisho siku, kwa sababu ilikuwa hatujui huyo Profesa Martin anakuja lini, na vile walituambia tu atakuja mwezi wa pili au mwezi wa tatu. Ikawa tunawasiliana nao, mwisho siku akaanza kuumwa tumbo. Tukampeleka tena Ligula hospitali kule, tukafanya mawasiliano nao tena, akamwambia profesa hayuko mbali kufika, mjiandae tu moja. Mwezi wa tatu safari ikaanza. Tumefika kule, ikawa hali yake inazidi kuwa mbaya. Basi madaktari wakadiskasi, wakaona bora afanywe ule operation wa kumsaidia apate vyakula laini kwa kutumia mipira. Nikapigiwa simu, wewe hapa mtoto wako tumfanyie hivi. Tukasema mimi sina utaalamu wote, nyinyi ndo madaktari. Akaenda akafanywa operation. Ndio mipira hii ambayo amewekewa kwa sasa. Inaitwa gastrostomach. Mimi naomba kama kuna mwenye kunisaidia kwa hali yoyote ile aweze kunisaidia. Kwa kuwa mimi mwenyewe ni fundi, ni njoo fanye kazi, nitakupa hela. Ni fundi wa nini? Mimi fundi bomba. Namba yangu ni 0788783938. Jina ni Marijani. Marijani Isa. Pole sana. Haya, asante. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, kabla hujafa hujaumbika, nafikiria ugonjwa ambao tumeambiwa hapa, namna mtoto anavyoteseka, lakini wazazi wanateseka mara 10 ya mtoto anavyoteseka. Kama unaweza kumsaidia ndugu yetu, bora amesema pia ni fundi bomba. Kama kuna kazi, basi angalau mpe aweze kupata fedha kumsaidia huyu mtoto. Kama unaweza pia kujitoa chochote kumsaidia, msaidie. Kama una mawazo, msaidie pia, ili angalau unaweza kupata faraja ya kila ambacho anakipitia. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field.